Mwanamke alikuwa akizikwa akiwa hai katika nchi ya China, na hii mpaka leo inafanyika haya. Mwanamke anazikwa akiwa hai. Katika nchi ya India, mwanamke akipata ujauzito, akipata mimba, ikijulikana kwamba hii mimba ni mtoto wa kike, basi inatolewa ile mimba. Maana yake mtoto wa kike ataleta aibu katika dunia hii, hafai kuishi. Na wanasema kwamba mwanamke ni sheitan alomtoa Adam peponi. Katika nchi ya Roma walimdhalilisha mwanamke kiasi kikubwa sana, kiasi ambacho mwanamke anaruhusiwa kuzini na wanaume wengi, na kila mwanamke akizini na wanaume wengi ndio sifa yake inakuwa kubwa katika nchi ya Roma. Kisha anapata ujauzito, mfalme wa nchi anawaamrisha wale wanaume wote ambao walizini naye huyu mwanamke, na lao unajitokeza kama wewe ni mmoja wao, ni fahari katika ulimwengu wakati huo. Basi wanapanga line, alafu ule mwanamke anaambiwa, sasa katika hawa wanaume wote waliozini nao, hebu mchague nani ambaye ni baba ya mtoto wa mimba ulioibeba. Hii ndio hali ambaye mwanamke alikuwa amefikia ulimwenguni. Katika nchi ya India, mwanamke anachomwa na mume wake. Mume anafariki, mke yuko hai, mke wake anachomwa naye, ili hali ya kuwa mwanamke huyu yuko hai. Yani hastahiki maisha, hastahiki uhai. Waarabu katika jahilia walikuwa wanamzika mtoto wa kike akiwa hai. Mtoto wa kike anapozaliwa wanaona kwamba ni aibu, ataleta aibu katika mshtama. Ndio unaona mwanamume anapostarehe na mke wake akapata ujauzito katika jahilia, katika nchi za Kiarabu, siku ya ule mwanamke kujifungua, mwanamume anasimama mlangoni. Akipewa habari kwamba alozaliwa ni mtoto wa kike, anampa amri mke wake ambebe ule mtoto, amfate nyuma. Anakwenda naye kwenye jangwa, sehemu ambayo hakuna watu, anachimba shimo, alafu anamwambia ule mwanamke, mweke huyu mtoto ubavu wa ile shimo. Mwanamume anakuja, anaipiga teke, mtoto akiwa hai, anamzika mzima mzima. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atauliza, wa idhal mau'udatu su'ilat bi ayi dhanbin qutilat. Hao watu wa kike wadogo watakapoulizwa siku ya Kiyama, ni kwa dhambi gani ambayo mulifanya nyinyi hata mkapata kuuawa? Na hapo wanasema mufassirin, si kwamba anaulizwa ule mtoto. Huyu mtoto anajua nini? Maskini hajui chochote. Wanaoulizwa ni wale ambao walimfanyia huyu mtoto unyama ya kumzika akiwa hai. Mwanamke kwa kweli alidhalika katika dunia hii, alikuwa hana haki, hana sauti, haruhusiwi, hana haki ya kuishi, hana haki ya kuzungumza, hana haki ya kushauriwa, hana haki ya starehe duniani. Alikuwa ni chombo cha kutumiwa tu, yani cha kutumiwa kukidhi naye haja za watu. Katika nchi za Europa na Amerika mpaka leo, mwanamume ikiwa anadaiwa na anashindwa kulipa deni, anamtumia mke wake alipe deni. Maana yake mwili wa mwanamke wake unatumika kulipa deni ya pesa ambazo mume wake anadaiwa. Hizi ndio hali ambapo ulimwengu ulifika katika kumdhalilisha mwanamke katika dunia hii, na Uislamu ndio ulikuja kumwokoa mwanamke na ukamkomboa. Hasa mwanamke ni nguzo katika Uislamu. Bila mwanamke mambo mengi haitokuwa mahali pake, na hata mwanamume hawezi kuwa mwanamume ikiwa hana mke, na imani yake pia haitokamilika ikiwa hana mke. Mtume sallam anasema ya kwamba idha tazawaja al-abd faqad kamula nisfu dinihi falyattaqillaha fi nisfu al-akhar. Mwanamume anapooa basi ameitimiza nusu ya dini yake. Maana yake mwanamume huyu hawezi kukamilika bila mwanamke. Kwa hivyo falyattaqillaha fi nisfu al-akhar, basi muogopeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika nusu nyingine iliyobakia. Nusu moja ya imani ni mtu kuoa mwanamke, nusu nyingine ndio kufanya ibada zingine, kuswali, kufunga Ramadhani, kwenda hija, kusoma Qur'ani, kutoa sadaka, kutoa zaka na mengineyo yote haya. Ndio Mtume SAW akatoa mwongozo ili wanawake waheshimike katika dunia hii, si watu wa kudharauliwa, na mwanamke akawekwa nafasi ya juu katika hii dini. Mtume Muhammad SAW akasema, inna an-nisaa
shaqaiqur rijal, wanawake ni sawasawa na wanaume katika thawabu na madhambi. Si kwamba mwanamke akifanya dhambi yake inakuwa ni kubwa, ya mwanamume inakuwa ndogo. Si kwamba mwanamume akifanya jambo la ibada yake yeye ni kubwa mbele ya Mungu kuliko ya mwanamke, hapana. Bali wakati mwingine mwanamke anaweza akafanya ibada sawasawa na akakhalisisha thawabu yake mbele ya Mungu ikawa kubwa kuliko ya mwanamume. Thawabu yake mbele ya Mungu ikawa ni kubwa kuliko mwanamume. Na katika sheria haki zinabaki sambamba. Haki ambayo atapewa mwanamume ndio mwanamke pia atapewa. Si kwamba kuna dhulma ambayo inaifanyika wala thawabu zaidi. Ndio Mtume akasema istausu bin nisa'i khaira, na wausieni, watendeeni wema wanawake. Mtume anatuhimiza tuwatendee wema wanawake.